waalikwa, kamati hizi za ushauri wa kisheria kwa ngazi ya wilaya hadi mkoa zina mchango mkubwa sana katika kuepusha ama kupunguza migogoro isiyo ya lazima iwapo zitatimiza majukumu yake ipasavyo. Awali ya yote, naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa siku njema, siku hii ya leo ambao tunaenda kuzindua kamati za ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya, lakini pia kliniki ya msaada wa kisheria bila malipo. Pili, napenda kutumia fursa hii kukushukuru sana Mheshimiwa kaka yangu mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na ofisi yako. Nishukuru sekretarieti ya mkoa wa Singida chini ya katibu tawala wa mkoa pamoja na uongozi wa chama cha mawakili wa serikali katika mkoa wa Singida kwa kufanikisha shughuli hii ya uzinduzi, kwa sababu anasema dalili ya mvua ni mawingu, na kwa kweli mawingu nimeyaona, na naamini uzinduzi wetu utaenda kuwa bora zaidi kuliko zinduzi zote zilizotangulia na zitakazofuata. Singida oye! Kipekee nishukuru sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na kamati ya ushauri wa kisheria ngazi ya mkoa na wilaya kwa kunileta hapa leo kama mgeni rasmi. Niwashukuru sana kwa mapokezi mazuri, maandalizi mazuri sana ya shughuli hii. Hakika shughuli yetu imekuwa na viwango vya juu kweli kweli. Tumepata burudani za kutosha, burudani zinazotia moyo, zinatia ari, lakini nimeona kabisa namna gani watu wote tulioko hapa tumehamasika na tumefurahi kweli kweli. Lakini nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wageni wetu wote waliotoka nje ya mkoa wa Singida. Karibuni sana Singida, mjisikie mko nyumbani. Wananchi wa mkoa wa Singida pia tunawashukuru sana kwa kutuletea jambo hili kubwa ambalo linaenda kutuimarisha. Lakini shukrani hizo naomba zimwendee moja kwa moja Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali anayoongoza ya awamu ya 6. Kwa kweli mama huyu ni wa mfano. Ukimtafakari Dr. Samia unaweza wakati mwingine ukakosa majibu. Tunaye mama bora kabisa, tunaye rais bora wa viwango, na tunaye mzalendo namba moja katika taifa hili. Tumezoea kukaa na kupanga mipango mikakati, tunaitekeleza, lakini kwa Dr. Samia mipango inakuja, budget inakuja, lakini anakuwa na program ndogo ndogo ambazo zinaenda kuimarisha mipango mikubwa tuliyoipanga ya serikali. Moja wapo ikiwa hili jambo la leo. Kwa kweli maua yake kutoka Singida tunaomba Mheshimiwa Rais ayapokee. Sisi mkoa wa Singida tukisema mazuri yaliyofanyika kwa kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 tunaweza tukakesha hapa. Lakini itoshe kusema hili leo ni jambo la ushuhuda kati ya shuhuda zote ya mambo mazuri ambayo yanafanywa na serikali yetu. Juzi tu hapa tulikuwa na timu 2 mwanasheria wa mkuu wa serikali za madaktari bingwa ambao ni program iliyoanzishwa na Mheshimiwa Rais, imekuja kwetu Singida kwa awamu ya 3. Juzi tu tulikuwa na timu 2 tofauti. Lakini wakati madaktari wale wanaondoka, nikaanza kupokea malori ya majiko ya gesi ya ruzuku kwenye program ya nishati safi. Nani kama Dr. Samia? Malori hata hayajatoka, yako kwenye halmashauri. Leo tunaye mwanasheria mkuu wa serikali na program ya msaada wa kisheria kwa wananchi wa Singida. Kwa kweli tuna kila sababu ya kupongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais. Na sisi wasaidizi wake tunamwahidi tutafanya kazi usiku na mchana bila kuchoka, ili mradi dhamira yake ya kuwafanya Watanzania kuwa wamoja, waishi kwa amani, waishi kwa utulivu, waweze kuzalisha mali nyingi, wawe na kipato kikubwa inaweza kutimia. Ndugu waalikwa, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kushirikiana na ofisi yangu imeandaa hafla hii ambao tutaizindua hapa leo. Lakini tutakuwa na program ya wiki nzima kama watangulizi wangu walivyosema, kwamba tunaenda kuwahudumia
wananchi wa Singida kutoka moja kwa moja ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na mmesikia tunao viongozi bingwa kabisa katika tasnia ya sheria wako hapa kuwahudumia wananchi wa Singida. Niwaombe sana wananchi wa Singida, tujitoe kwa wingi, tufike hapa katika viwanja hivi vya stendi ya zamani. Tunasema viwanja vya nyumbani. Juzi tulikuwa hapa tunaangalia mpira, lakini bahati mbaya kidogo wenzetu walituzidi, ila tunawasubiri watakuja, tutawaonyesha sisi Simba ndio namba 1. Tanzania ukipata changamoto unatafuta majawabu, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi tunatafuta majawabu. Wale mawili waliingiaje? Waliwezaje? Kwani wao waliwezaje? Sisi tushindwe? Tuna nini? Ni hapa. Kwa hiyo tufike hapa tukitafakari na tupata msaada wa sheria, lakini tukijipanga kuhakikisha tunafanya vizuri pia kwenye mchezo uliobaki. Kamati hizi zinalenga kutoa ushauri wa kisheria, lakini si kwa wananchi tu, bali kwa watumishi wa umma na viongozi wa umma wote, ili kutatua changamoto za kisheria. Lakini tumeona na viongozi wetu wa mila wako hapa, wazee wetu wako hapa, machifu wako hapa, wote ni mradi tupate huduma hii na tupate elimu hii, tuende tukatatue migogoro ya wananchi wetu. Lakini malengo makubwa ni kupunguza mashauri au migogoro dhidi ya serikali ambayo imekuwa ikigharimu serikali fedha nyingi, lakini wananchi wenye changamoto mbalimbali kupatiwa huduma za ushauri wa kisheria na mawakili wa serikali kutoka taasisi mbalimbali, kuwawezesha mawakili wa serikali kusimamia utawala wa sheria katika maeneo yao, kuwawezesha mawakili wa serikali kushirikiana na wadau wengine katika kutatua kero za wananchi, kupunguza malalamiko ya kisheria kutoka kwa wananchi, kutoa elimu ya sheria kwa umma katika kushughulikia changamoto mbalimbali katika maeneo yao, kutoa elimu ya sheria kwa viongozi na maafisa wa serikali ili watoe maamuzi kwa kuzingatia sheria, kupunguza vitendo vya uonevu na vinavyovunja sheria na taratibu. Dr. Samia hoye! Singida hoye! Mwanasheria mkuu wa serikali hoye! Ni imani yangu kubwa kwa sura nilizoziona hapa zitaenda kufanya kazi barabara, na hatimaye tukawa na Singida ambayo migogoro imepungua kwa kiasi kikubwa. Na sisi wasimamizi tutaendelea kwa ushirikiano wa karibu kabisa ili muweze kutimiza majukumu yenu. Na kwa maana hiyo nitaelekeza ofisi yangu ya mkuu wa mkoa na zile ofisi za halmashauri na pale kwenye ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya kutenga vyumba kwa ajili ya kamati hizi, lakini pamoja na kuwa na vyumba hivyo vya kudumu, lakini kamati hizi ziwe tembezi, zitembee na kuwafikia wananchi kwenye kata zote, vijiji vyote, mitaa yote. Huko ndiko walengwa hawa wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi kama serikali ya mkoa na wilaya tuko tayari kurejesha juhudi hizi zilizofanywa na serikali kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kutokuwepo kwa migogoro kutaleta hali ya utulivu, amani, ushirikiano na upendo wa kweli baina ya wananchi na serikali yao, baina ya wananchi na viongozi wao, baina ya wananchi wenyewe kwa wenyewe, na baina ya makundi mbalimbali katika jamii. Lakini vile sote tuelewe kuwa jukumu la kutatua migogoro katika maisha ya Watanzania sio jukumu la serikali peke yake, bali ni jukumu letu sote. Hivyo basi ni wajibu wetu sote kuweka mazingira mazuri yatakayowezesha kamati hizi za ushauri wa kisheria kufanya kazi zake vizuri kwa manufaa ya serikali na wananchi wote. Hata hivyo, kutokana na uwepo wa migogoro mingi katika jamii yetu, kamati hizi zinatakiwa kukutana mara kwa mara, na ninashauri wakutane mara kwa mara. Na pale watakapoona kuna changamoto, basi wasisite kufika kwenye ofisi zetu ili tusaidiane kutatua migogoro hii. Singida hoye! Singida safi! Na kamati hizi kimsingi tunategemea zifanye mambo yafuatayo: kuendelea kuboresha kiwango cha utoaji wa huduma ya ushauri wa kisheria na kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma za ushauri wa kisheria katika maeneo ambayo hayajafikiwa, hasa maeneo yale ya vijijini. Kujiwekea utaratibu wa kuandaa kliniki za kisheria
kwa utaratibu wa kufuata wananchi katika maeneo yao kama nilivyosema, na nikuhakikishie sana Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, na sisi wenyewe kama viongozi wakuu, kuna kipindi tutawasindikiza wanakamati ili waweze kufika katika maeneo ambayo peke yao hawawezi kufika, kuhakikisha malalamiko au migogoro inayopokelewa inashughulikiwa kwa wakati, lakini sio tu kwa wakati, inafika mwisho. Hakuna jambo ambalo linatesa kama kuwa na mgogoro endelevu usioisha na majawabu huyaoni, yani mbele ukisimama unaona giza tupu. Kwa hiyo kamati hizi, mpango huu ulioletwa na serikali ni kuwafanya wananchi waone mwanga katika kuhitimisha matatizo yaliyokuwa nayo ili waishi kwa amani. Zoezi hili la kutoa elimu nalo ni endelevu, na tutatumia vizuri fursa ya uwepo wa vyombo vyetu vya habari katika mkoa wetu wa Singida. Na nitoe rai kwa kamati zote, waheshimiwa viongozi wakuu na waandamizi wa siasa na sisi wa serikali, kutumia waandishi wa habari katika kuwafikia wananchi wa Singida kuhusiana na fursa hii ambayo tunaenda kuizindua leo. Tuwe na vipindi vya redio, tuwe na makala kwenye magazeti, tutumie simu zetu kurusha mambo mbalimbali yanayofanywa au yatakayofanywa na kamati hizi. Tutumie vipindi vya television, tufanye midahalo, tufanye mabonanza ya elimu hii ili wananchi wote tuweze kuwafikia. Tufanye mikutano, tukaandae mikutano, tupeleke kamati kwenye mikutano zikatoe elimu kule. Ili mradi tukifanya yote hayo, tutakuwa tumeyafikia malengo na malengo yetu yataleta tija kubwa. Singida wewe, Singida safi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, ninajua tumeanza zoezi la uandikishaji kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Tumeanza tarehe 16, tunamaliza tarehe 22. Niombe wale wote ambao hawajajiandikisha wakafanye hivyo. Tutumie uwanja huu leo kukumbushana. Nimeona mnajitokeza, lakini bado kazi ni ndogo. Niombe sana siku hizi zilizobaki tujitokeze kwa wingi kwenda kujiandikisha. Na wapo wengine ambao wanahitaji kuboresha taarifa zao. Ofisi zetu za mitaa, ofisi za vijiji, ofisi za kata zinafanya juhudi sana kuwatangazia. Nimekutana na magari ya matangazo, nimesikia kwenye radio, nimeona kwenye simu. Basi tujitokeze ili wote ikifika muda wa mwezi wa 10, sisi tulimwahidi Mheshimiwa Rais juzi, tulimwambia tutamlipa mwezi wa 10. Sasa kama huna kile kikaji cha kumlipa, unaenda kumlipa nini? Kwa hiyo twende tukajiandikishe, tuweze kupata kadi zetu za kupigia kura, na muda ukifika tukachukue tukaweke wa Dr. Samia mitano tena. Baada ya kusema hayo, nirudie tena kukushukuru sana sana Mheshimiwa kiongozi wetu, Mwanasheria Mkuu wa serikali. Kwa kweli leo na timu yako umetuheshimisha Singida. Ingeweza tu kutosha ukatuma wawakilishi wa kanda, lakini mpaka umekuja wewe mwenyewe. Kwa kweli tunakushukuru sana, na tukuahidi katika mikoa itakayofanya vizuri ni pamoja na Singida tutafanya vizuri sana. Hii heshima haitapotea bure. Tutahakikisha sisi tunawafikia wananchi wengi, na tunahakikisha kwamba Singida yetu inaendelea kuishi bila kuwa na migogoro, na kuimaliza migogoro yote na ile itakayojitokeza tuweze kuishughulikia kwa wakati. Tunakuombea sana Mwenyezi Mungu aendelee kubariki kazi zako na wasaidizi wako. Lakini hapa Singida, kama ulivyowasikia watoto wetu wa kwaya ya utumishi, ni sehemu salama, ni sehemu nzuri kwa ajili ya uwekezaji. Mimi ni wa Tanzania, pamoja na kazi ninazozifanya, lakini mna uwekezaji unaendelea, aidha binafsi au kwa vikundi. Karibuni Singida muweze kuwekeza, hamtajutia. Lakini pia niwashukuru sana vijana wetu wa kwaya ya utumishi. Kila siku wameendelea kuimarika. Leo wamenishangaza kweli kweli. Wanafanyaga vizuri, lakini leo wamefanya vizuri sana. Kwanza najiuliza si kwa sababu yuko mgeni hapa Mwanasheria Mkuu wa serikali, au kwa sababu jambo lenyewe na wenyewe linawagusa,
au ni kwa sababu tu wameona ndugu zao wanakuja kuishi bila migogoro. Basi ni mradi mtoto wangu amechangamka kweli kweli. Na nimshukuru sana MC aliwapa muda wa kutosha. Sasa kwa heshima kubwa ya uwepo wa mwanasheria mkuu wa serikali hapa mkoa wa Singida, mimi nawaongeza suti ya pili. Suti wewe! Sasa hivi wanadaki bure. Basi kwa heshima yako tunawapelekea nyeusi kama ulivyovaa wewe. Ili siku nyingine ukija uwakuta na kitu cha black kama cha mgeni wetu, si ndio? Kabisa kabisa. Vijana wewe. Lakini tunao jeshi la mama, wanawake na Samia. Hawa nao wametuheshimisha sana Singida. Ukiwaita kwenye mvua, kwenye jua wapo. Sasa kwa heshima ya Comrade Martha Mlata, nilikuwa na wahesabu pale. Kwa heshima ya mwanasheria mkuu wa serikali, heshima ya rasi leo alikuwa anafurahi kweli kweli, nitawakabidhi vitenge vya 50 wao. Hili wakija kwenye shughuli nyingine wale wamependeza kweli kweli. Si ndio? Si ndio jamani? Basi mimi niseme sasa, wananchi wetu wa mkoa wa Singida, kaeni mkao wa kula. Zoezi linaanza leo. Tunazindua kamati zetu, lakini pia tunazindua hizi siku 7 kamili za kliniki ya sheria bila malipo hapa tulipo stendi ya zamani. Nikimaliza tu kuzindua, maana yake kazi inaanza hapa. Kwa hiyo kama ni kiongozi una changamoto, wewe naye ni binadamu. Kama ni mwananchi wa kawaida una changamoto, kama ni mwanahabari una changamoto, unahitaji msaada wa sheria, leo majibu na majawabu yanapatikana hapa stendi. Kwa hiyo naomba niseme niko tayari sasa kufanya uzinduzi, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Singida yetu.